أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث la yahtasib. Baada ya utangulizi huu wa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza naihusia nafsi yangu kadhalika na kuzihusieni nafsi zenu kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna njia salama itakayotupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa njia ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wanafunzi, mimi ni wanafunzi nanyi ni wanafunzi, kwa hiyo tunahusiana yale ambayo yanatuhusu kama wanafunzi na yale ambayo yametuweka hapa. Mara nyingi nikikutana na wanafunzi, kila mahali nikienda, huwa napenda kuwasemesha wanafunzi yale ambayo yanawahusu, kwa maana sisi tunasoma, tunazungumzia yale ambayo yanatuhusu sisi kama wanafunzi. Mara nyingi huwa niko hivyo. Kwa hivyo na mimi, na kwa nini huwa nafanya hivi? Kwa sababu siku zote nafsi huwa zinachoka, ima kwa kupata mtu wa kuzihamasisha nafsi zipende kile kitu ambacho zina kitafuta. Ukiachwa hivi hivi huenda ukachoka. Ukiangalia tarikh ama historia za wanachuoni waliotangulia, utakutana na mambo ya ajabu. Kwanza kabisa, wanachuoni wa Kiislamu walipokuwa wanaanza kabisa kusoma, walikuwa wanaanza kwa mashekhe wa sehemu walipozaliwa. Kisha baada ya kukusanya kiasi fulani cha elimu, walikuwa wanahama. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa wanachuoni waliotangulia. Kadhalika na sisi tulianza nyumbani, tukasoma kiasi fulani, tukasogea mpaka tukafikia pale tulipofikia. Na wanachuoni walikuwa wanahamasisha wanafunzi wao kuwa ni wenye kutoa bidii katika kusoma. Al-Imamu Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa na wanafunzi wengi. Wanafunzi hawa alikuwa akiwahamasisha sana, lakini kuna wanafunzi ambao huwa wanakuwa ni wanafunzi kidogo akili zao zimechemka, kwa maana anashika kitu kidogo uelewa wake ni mpana zaidi. Alikuwa na wanafunzi wake maarufu, Abu Yusuf al-Qadhi. Abu Yusuf huyu katika madhhab ya Imam Abu Hanifa ni katika wanafunzi wakubwa. Abu Yusuf alikuwa ni kijana mdogo akiishi na baba yake. Ametoka katika familia ya watu fukara. Yaani Abu Yusuf kwa udogo wake alikuwa anasimamia wazazi wake, anatoka yadhhab ila suq wa yashtaghil hamalan, anaenda sokoni, anabeba vitu vidogo vidogo kama machinga au mpiga debe. Almuhimu kila siku alikuwa akipata dirham 2. Wakati mwingine Abu Yusuf aenda katika majlisi ya Imam Abu Hanifa, ghulamu saghir, anaenda katika majlisi ya kutafuta elimu. Babake wakati mwingine akiangalia muda umeenda, mtoto wangu nimemtuma aende sokoni kushughulika, mpaka sasa hivi hajaja. Mara anaenda katika majlisi ya Imam Abu Hanifa, akifika pale anakuta Abu Yusuf anasoma kwa Abu Hanifa. Anamtoa katika majlisi ya Imam Abu Hanifa huko akimtandika. Lile jambo
Alimamu Abu Hanifa akawa anachukia sana. Wakati huo ni kijana mdogo Abu Yusuf, maswali wakati mwingine anampiga maswali shekhe wake Abu Hanifa, mpaka Abu Hanifa mwenyewe anashangaa, huyu mtoto si mtoto wa kawaida, akili yake si akili ya kawaida. Hiyo hali ameiona kama mara mbili au mara tatu. Alimamu Abu Hanifa, kijana anakuja kupigwa na babake, anatolewa majlis kwa nguvu, toka nenda katafute chochote kule sokoni. Mara ya kwanza au ya pili au ya tatu, Abu Hanifa akamwita babake, anamwambia, kwa nini unamfukuza mtoto wako katika majlisi yangu na kumtandika mbele za watu? Kwa nini? Anamwambia, nahnu qaumun fuqara, sisi ni watu ni fuqara, hatuna kitu, tunamtegemea yeye, na wewe Abu Hanifa ni mtu tajiri. Alimamu Abu Hanifa alikuwa ni sheikh, pia alikuwa ni mfanya biashara. Akamwambia, huyu mtoto wako kam yaksib fi kulli yawm, ni kiasi gani ambacho anapata akienda sokoni? Akamwambia, ni dirham 2 zinatosha sisi. Dirham 2 tu? Akamwambia ndio. Akamwambia, mimi mwache mwanao Abu Yusuf. Akamwambia, inni uallimu waladaka ilman in atqanahu jalasa ala araik almuluk wa akala lawza bilfaludhaj. Akamwambia baba yake, niachie huyu mtoto wako, mimi nitamfunza elimu ikiwa ataikusanya hii elimu akawa na itqani ya kutosha. Iko siku atakuja kukaa mbele ya viti vya wafalme, atakula lawz bilfaludhaj, نوع من الحلا غالي جدا. Hiki ni chakula kitamu mno. Zama hizo wanaokula lawz bilfaludhaj, yani ni wale watu wenye pesa, almuluk walwujaha walwuzara, ndio chakula chao. Baba yake akafikiria, huyu sisi ni watu fukara, eti ukimfunza elimu atakuja kukaa mbele ya viti vya wafalme akila lawz bilfaludhaj? Akamwambia, haiwezekani, huyu sisi ni watu fukara. Akamwambia, ndio, usishangae kuhusu hilo, lakini pia sambamba na hilo umesema anapata dirham 2 akienda sokoni, basi mimi nitakuwa nampatia dirham 2, mwache asome kwangu. Abu Hanifa akajua thamani ya Abu Yusuf, ni kijana mdogo. Akakaa chini ya Alimamu Abu Hanifa akasoma. Siku miongoni mwa masiku akaumwa Abu Yusuf. Ameshakuwa ni mwanafunzi mkubwa, ni shekhe. Akaumwa Abu Yusuf, faghaba ani dars ayaman, siku kadhaa haonekani katika majlisi ya Imamu Abu Hanifa. Siku miongoni mwa masiku Abu Hanifa fasaala anhu, aina Abu Yusuf, yuko wapi huyu kijana, mbona simuoni? Akaambiwa ya kwamba Abu Yusuf ishtadda bihi almarad, Abu Yusuf sasa hivi anaumwa sana, ni mgonjwa Abu Yusuf. Abu Hanifa akaondoka na baadhi ya wanafunzi wake kwenda kumtembelea Abu Yusuf. Wakafika mpaka kwa nyumbani kwao, kweli walimkuta anaumwa sana. Abu Yusuf akamwambia, mimi Alimamu Abu Hanifa akamwambia Abu Yusuf, mimi miaka yote na kuandaa uje ushike nafasi yangu, kiti changu, ufunze watu, leo unaumwa, yani kama vile mtu uliokamilika, umekuwa ni mkubwa, umetoa matunda, alafu unakuja kukatwa. Abu Hanifa akapiga mfano huu, Abu Yusuf mimi nimeanza kumwandaa akiwa mdogo,
ameshakuwa ni mtu amekusanya masala fiqhia, anajua Abu Yusuf toka udogoni mpaka hivi leo. Yani mti ambao umelelewa akiwa mdogo, ukaenda hewani juu, ukatoa matunda, alafu unakuja kukatwa, leo unakufa, maradhi yamemzidi. Akamwombea dua. Kuna maneno Abu Hanifa alizungumza na kusema yale maneno wanafunzi wenzake walisikia ya kwamba mimi nitajia Abu Yusuf atakaa kwenye kiti changu, atakuwa sheikh baada yangu. Leo anakufa kwa maradhi haya, ni anaumwa kweli. Baada ya Abu Hanifa kurudi, Abu Yusuf al-Qadhi akapona, akawa na afya, akaoga, akavaa nguo zake kwenda katika darasa ya alimamu Abu Hanifa. Anaulizwa na watu, unaenda wapi? Mimi naenda kwenye darasa ya Sheikh. Anamwambia hapana, hujasikia maneno alizungumza Sheikh? Sheikh amesema wewe ni Sheikh, bado unahitaji kusoma tena kwa Sheikh. Sheikh amekupa tazkia, alikuwa na tamani yake akiondoka utakalia kiti chake. Akasema hakadha qala Sheikh, qila lahu naam. Sheikh ndiye amesema hivyo, wewe ni Sheikh, haina haja kwenda kusoma tena kwake. Abu Yusuf asema maadamu Sheikh amesema hivi, basi Abu Yusuf alipoenda akaingia msikitini kwa anakofundisha Sheikh wake Abu Hanifa, hajaenda moja kwa moja, akakaa pembeni, akawa ana darasa yake na yeye. Abu Hanifa yasal, man dhaka Sheikh, yule nani? Kuna Sheikh ametembelea katika mji wetu fulani au nani? Akamwambia sio. Ni nani? Abu Yusuf. Abu Yusuf shufia min maradhi, Abu Yusuf tilmidhi. Kaambiwa ndio, ni mwanafunzi wako Abu Yusuf. Ameshapona? Ndio, ameshapona. Akasema Abu Hanifa, kwa nini asije kusoma hapa, asiendelee na kusoma? Akaambiwa yale maneno yalimfikia. Wao walisema kwamba Abu Yusuf ameshakuwa ni shekhe, ni shekhe sasa hivi. Alisikia yale maneno kwamba yani wewe ukifa atakalia kiti chako. Kwa hiyo yale maneno yalimfikia Abu Yusuf. Kwa hivyo hajaja. Akamwambia ndio. Kaambiwa ndio. Imam Abu Hanifa kaambia ngoja tumtahini huyu kama tayari ameshakuwa ni shekhe, swali dogo tu. Akamtuma mmoja katika wanafunzi waliohudhuria ile majlis, na ili swali hata mwanafunzi ambaye anaambiwa ampelekee Abu Hanifa, yeye mwenyewe hajui maana yake nini. Amehifadhi swali, nenda kwa shekhe. Swali yenyewe akaambiwa, akamwambia huyu mwanafunzi anatumwa, nenda kwa shekhe, mwambie hivi, rajulun dhahaba ila al-khayyat bi thawbin liyuqassira, mtu ameenda kwa fundi wa kushona cherehani, ameenda na nguo yake ili aipunguze, ima ilikuwa ni ndefu aipunguze au ilikuwa ni pana, almuhim nguo aipunguze. Je, wewe ulipeleka ile nguo kwa fundi akiipunguza, alafu yule fundi akaingiwa ima na tamaa, akaona hii nguo mbona ni nzuri, hii nguo mbona ni nzuri, akaizuia, akajimilikisha ile nguo, akaifanya kuwa ni nguo yake yule fundi, na wewe ulimpelekea. Wewe ukirudi kwa yule fundi na nguo
anaizuia huyu mtu, ameikataza kabisa huyu fundi, mpaka ukaenda kwa polisi ili ukachukue nguo yako. Je, ukienda na maaskari mfano, mwenye nguo akichukua ile nguo kwa fundi, hivi anastahiki kuchukua pesa ya kupunguza? Akisema ndio, mwambie umekosea. Akisema hapana, mwambie umekosea. Si umeelewa hili swali? Narudia tena. Mtu amepeleka nguo kwa fundi ikapunguzwe, ikapunguzwa na yule fundi wa kushona. Baada ya kuipunguza, huyu fundi alopunguza hii nguo akavutiwa na ile nguo, akaona nguo nzuri, akasema hii simrudishi. Mwenye ile nguo simrudishi. Wewe uliopeleka hiyo nguo kwa fundi, ukaenda kuchukua askari, ukachukue nguo yako kwa fundi. Ukiichukua kule kwa fundi kwa nguvu, utatoa pesa au hutoi? Akisema ndio, mwambie umekosea. Akisema hapana, mwambie umekosea. Yani ili swali mwambie nani? Abu Yusuf anapeleka ile swali. Umeelewa? Aiwa. Mwanafunzi amehifadhi swali, akaenda kwa Abu Hanifa, kwa Abu Yusuf, akamwambia hili swali. Sheikh, bila shaka Abu Yusuf atafurahi, anaulizwa maswali. Sheikh, indi swali na swali. Abu Yusuf akafurahi kweli. Swali lako ni lipi? Akamwambia hili swali ambalo nimekuambieni. Mtu amepeleka nguo kwa fundi liyuqassira, ili aipunguze ile nguo. Fundi cherehani akaizuia, akaona hii ni ya kwangu, mpaka nikatumia nguvu ya askari kwenda kukomboa nguo yangu. Je, mimi nimechukua nguo yangu kwa kutumia nguvu mpaka na maskari, huyu mtu nguo yake ili ikomboe atatoa pesa? Abu Yusuf akasema ndio. Ile mwanafunzi akamwambia umekosea, afdal, umekosea. Akasema nguo imepunguzwa. Kwa nini asistahili kuchukua thamani ya kupunguziwa nguo? Atachukua pesa yule fundi cherehani. Ile mwanafunzi akamwambia umekosea. Akamwambia jahada, amekanusha, yani amekataa yule fundi mpaka watumia nguvu. Akamwambia ikiwa hali iko hivyo, basi hastahiki, utachukua nguo yako na kuondoka. Mwanafunzi akamwambia umekosea. Yani ukijibu ndio umekosea, ukijibu hapana umekosea. Abu Yusuf akamwangalia muulizaji, akamwambia billahi alaik, man arsalak? Akamwambia hebu niambie nani alokutuma na hili swali? Hili swali halijatokana na wewe. Swali limetengenezwa na nani? Abu Hanifa, si ndio? Nani amekutuma? Hili swali si swali la kawaida. Akamwambia arsalani Sheikh. Arsalani Sheikh. Abu Yusuf akaachana na darasa yake, akaenda moja kwa moja kwa nani? Kwa Abu Hanifa. Alipofika pale katika majlisi ya Sheikh, akanyanyua mkono kumuuliza Sheikh wake, Sheikh, masala na swali hapa. Kanyanyua mkono. Abu Hanifa akamwambia anta Sheikh, jilisi hunaka, jibu maswali kule, wewe ni Sheikh.
Ambia hapana Sheikh. Sheikh anta. Wa Sheikh ni wewe. Kwa hivyo tusaidie. Abu Hanifa wakati huo anajua Abu Yusuf anataka kumuuliza swali gani. Abu Hanifa akamwambia mas'alatul khayyat mas'alatul khayyat, swali la kushona nguo, la ama la kupunguza nguo. Ambia ndio. Ambiwa ili tuseme ndio katika lile swali, wakati gani huyu mtu atastahiki kuwa na, huyu fundi wa nguo atastahiki kuchukua ile pesa? Ni wakati gani atastahiki kuchukua pesa ya kupunguza nguo na wakati gani hastahiki? Hapa nachokusudia, turudi kwenye kisa. Nachokusudia ni kwamba mwanafunzi siku zote unapokuwa unasoma, hakikisha yani unakuwa unadhibiti masala kama ni fiqh, kiasi kwamba ukiulizwa hukumu ya kitu fulani ni vipi, unakuja na dalili. Yani lazima unatafsiri, sio vipi hukumu ya kitu fulani haifai, vipi hukumu ya kitu fulani inafaa au haifai, inafaa, yani majibu ya kavukavu. La, Uislamu hawendi hivyo. Uislamu hawendi hivyo. Abu Yusuf akauliza swali kwa Sheikh, akaambiwa wakati gani atastahiki huyu fundi alopunguza nguo ujira. Akamwambia hapa, ikiwa ulipeleka nguo kwa fundi ili aipunguze, akakanusha akasema hii nguo ni ya kwangu, nguo imepunguzwa tayari. Ikiwa alipunguza ile nguo huyu fundi kwa saizi yake huyu fundi, kwa maana amedhamiria kumiliki ile nguo yeye binafsi, hapa wewe ukienda kuchukua ile nguo yako haifai wewe kumpa nani? Yule fundi alipunguza hiyo nguo. Umeelewa? Fundi cherehani hapo hatostahiki nini? Nguo, kwa sababu yeye alisimama kwa ajili ya kupunguza nguo kwa saizi yake, kwa maana amejimilikisha hiyo nguo. Hapa umeenda na mpaka na maaskari utachukua nguo pasina kufanyaje? Kwa sababu ameipunguza kwa saizi yake. Ikiwa alipunguza nguo kwa miqdari yako wewe na ukatumia nguvu kuikomboa, basi utatoa nini? Utatoa pesa. Unapokuwa unazungumzia masala, lazima uwe na tafsiri, ima dalil katika Qur'an, katika sunna au ijma' wa hakadha. Unaposoma kwa kuwa mko hapa, hakikisha unadhibiti masala, hata kama ni mlango mmoja, babu tahara, unajua ukiulizwa masala yanayohusiana na tahara, unakuwa umeushika vizuri huo mlango. Abu Yusuf kama ndio hivyo, akasema ndio. Abu Yusuf aliendelea kukaa kwa alimamu Abu Hanifa mpaka akawa ni sheikh, kalazimiana na sheikh, akawa ni sheikh zaidi ya alivyokuwa mwanzo. Abu Hanifa akaondoka, akaja kufariki rahmatullahi ta'ala alayhi. Akaja mwanafunzi wake Abu Yusuf al-Qadhi. Khalifa wa kipindi hicho aliyekuja Abu Yusuf al-Qadhi alikuwa katika zama hizo. Abu Hanifa alisemaga kwamba mimi nitamfunza huyu Abu Yusuf al-Qadhi, ipo siku atakuja kukaa mbele ya viti vya wafalme, atakuja kula nini? Ile lauz bil faludhaj. Babake alifanyaje? Alisema huyu hamna hiyo kitu, hata kula hiyo lauz. Khalifa wa kipindi hicho Abu Hanifa hayupo. Siku miongoni mwa siku Abu Yusuf alikuwa ni qadhi, ndo marji. Alikuwa amekaa katika meza moja na wafalme, mawaziri, yeye ni sheikh na ni qadhi.
ikaja lauz bil faludhaj, kile chakula ambacho baba yake alidharau, akasema huyu mtoto atakuja kula lauz bil faludhaj kweli? Wakati amekaa meza moja na wafalme, chakula kikaja lauz bil faludhaj, mbele amekaa na wafalme, mawaziri, ikaja lauz. Mfalme wa kipindi hicho, khalifa, akasema hicho chakula anza na Sheikh nani, Abu Yusuf, mpelekee Sheikh. Abu Yusuf alicheka, fadhahika wa wadaa tarafata imami ala fihi fadhahika hata mala. Lauz, kile chakula kimekuja, Abu Yusuf akacheka, kwa sababu mfalme au khalifa akasema anzeni na Sheikh. Chakula kinaenda kwa Abu Yusuf al-Qadhi, akacheka mpaka akainama, hiyo ameshika kilemba chake mpaka akainama. Khalifa akasema kulikoni, inakueje tunakuletea chakula lauz bil faludhaj kama Sheikh afu unacheka? Akamwambia mimi sichekei chakula hichi, mimi nimekumbuka maneno ya Abu Hanifa akiyatamka mbele ya baba yangu pale aliposema al-Imam Abu Hanifa, inni uallimu waladaka ilman in atqanahu jalasa ala araiki almuluk wa akala lawza bil faludhaj. Maneno haya aliyatamka al-Imam Abu Hanifa, baba yake akisikia na kusema huyu mtoto atakuja kula hii lawz bil faludhaj. Nimekumbuka haya maneno baba yangu alikataa, na Sheikh alisema, ambaye al-Imam Abu Hanifa aliyasema maneno haya mbele ya baba yangu na alikataa, mimi sitokula. Leo lawz bil faludhaj inaletwa mbele yangu na kula mbele ya makhalifa, mawaziri. Akakumbuka hilo tukio. Manake nini? Elimu siku zote inamnyanyua mtu. Kilichomweka Abu Yusuf al-Qadhi sehemu hii, hakuna kilichompeleka pale zaidi ya nini? Elimu. Na nyinyi mnatafuta elimu. Kwa hivyo tunaposoma, tusome. Hujui ni sehemu gani watu watakuhitajia, utakuwa ni mtu mheshimiwa katika safu ya elimu. Kwa hivyo tusome, tuchangamke. Yani ukija maeneo haya au sehemu nyingine ukienda kusoma, yani natakiwa usome kwa bidii sana. Usome kwa bidii. Hali ya wanachuoni waliotangulia, ukisoma sira zao unaweza kufikiri kama vile hawakuwa ni wanadamu wa kawaida. Ni wanadamu kama sisi, lakini ni juhudi walioitoa, sio juhudi ya kawaida. Kwa hiyo tusome, tuchangamke. Al-Imam al-Qurtubi siku moja aliwaambia wanafunzi wake, taala naktub fi tarikh, njoni tusome tarikh. Wanafunzi wakamuuliza, maandalizi yetu tuandae nini na nini? Akawaambia, andaeni karatasi 1030. Wanafunzi wakamwambia, mbona kama ni tarehe, mbona tutachukua muda mrefu sana? Karatasi 1030, muda utakuwa mrefu sana. Imam Abu Hanifa qalat matat alhimam, asema kweli ile hamu na changamoto na sharti ya kutafuta elimu imekufa, haipo tena. Nyinyi mnashangaa karatasi 1030. Wanafunzi wanashangaa, je, al-Imam Qurtubi akija zama zetu hizi atakuja kusemaje? Ikiwa kipindi hicho elimu ilikuwa imeshamiri kila mahali. Wanafunzi wanasema, mbona tutasoma muda mrefu sana, tarehe tu. Kwa hivyo tusome kwa bidii. Madamu umekuja hapa, usifanye kuwa, usijalie kuja kwako hapa ni kama bahati mbaya ukashuke huko hapa. Hapana. Yani jalia kuja kwako hapa ni wewe umekuja kwa ridhaa ya nafsi yako, nafsi yako imeridhia,
na wazazi wako wameridhia na kila anayekusapoti ameridhia. Kwa hivyo soma kwa bidii, na muda ndio huu, huenda usije kupata muda mwingine wa kusoma. Kuna watu wako nje ni wengi wanatamani kuja kusoma, pengine shughuli zimekuwa ni nyingi, kwa hivyo huu ndio muda wako wa kusoma. Ni muda wako wa kusoma. Al-Imam Malik alikuwa na mwanafunzi wake mmoja, Yahya ibn Qais, amekuja kutoka Maghrib. Anakuja kusoma, anakuja Madina. Siku moja watu wa Madina walikuwa hawajui tembo, fil. Wanasoma kwenye vitabu, hawajawahi kumuona tembo. Tembo ameingia Madina. Wanafunzi walikuwa wanasoma, mara wakasikia kuna tembo kaingia Madina. Wanafunzi wote wakakimbia kwenda kuangalia tembo, wakamwacha Al-Imam Malik akifundisha. Alibaki huyo mwanafunzi Yahya ibn Qais. Anambia, vipi wewe? Mbona hujaenda kuangalia tembo kama walivyoenda wenzako? Akamwambia, maji na linushahid alfil. Hatujaja hapa kuja kushangaa tembo huko. Nimekuja kutoka nchi za mbali, Maghrib, Andalus. Niache kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nikashangae tembo kule? Maji na linushahid alfil. Hatujaja hapa kuja kushangaa tembo, na sisi tumekuja hapa, hatujaja kushangaa kitu kingine zaidi ya sisi kuja kusoma. Tusome kwa bidii. Tusome kwa bidii. Kwa hivyo wasia wangu kwa kutoka kwangu kuja kwenu, tusome kwa bidii. Ndio wakati tulionao, tuchangamke. Unajua wajinga ni wengi Wajinga ni wengi, sio? Wasomi ni wachache. Sasa wewe kuwa katika wale wachache wenye kuwafunza watu wengine. Mwanadamu siku zote ima ajipambe na vitu vitatu: kun mutaalliman au mualliman au muhibban li ahli alilm, fala takun rabi'an fatahlik. Siku zote watu wapo katika, ima wewe ni mwanafunzi au unafunza, au uwe ni mwenye kuwapenda wenye elimu, wanawachuoni. Usiwe mtu wa nne, utaangamia wewe. Yaani wewe kusoma haupo, kufunza watu haupo, hata huwapendi wale wenye elimu. Usiwe mtu wa nne huko, utakuwa zuzu, utaangamia, utamwabudu Allah kwa ujinga. Kwa hiyo jipambe na ima uwe mwanafunzi au unafundisha, au kama si haya mawili wapende basi hata wale wanaokufundisha, wape heshima. Ile shekhe wako alokuanzisha mwanzo kabisa, yule ni mwalimu wako muhimu sana. Ibn Baz aliulizwa, ni wakati gani mtu atazingatiwa, ni wakati gani wewe mwanafunzi atamzingatia mwalimu wake? Mwalimu yupi ambaye atamzingatia? Kaambia, yule aliyokuanzisha alifu. Unajua pako fike hapa, umekuja hapa unajua kusoma, huku chini kuna mtu amekufundisha, yule ni mtu muhimu sana. Ni mtu muhimu sana. Wewe yatakikana umheshimu. Yaani usimletee dharau, sio kama dharau mwalimu wako. Kwa hivyo ndugu zangu wanafunzi, na kuhusieni sana tusome kwa bidii, ili tukawafunze wale wajinga, wale wengi wale hawajui chochote. Wala tusigeukie maneno ya watu yanayosemwa hawa wamekosa pa kwenda. La, haya maneno ni ya watu wajinga wanazungumza hivyo. Wanaosoma dini eti ni failures. La.
usiyasikilize hawa maneno yanayosemwa kuhusiana na wale watu wanaosoma dini. Huwa ni maneno machafu sana. Kuwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa, Mtume aliitwa ni sahir, majnun. Uliwahi kusikia Qur'ani imesema kwamba alikuwa anasema mimi sio mwenda wazimu, mimi sio mshairi? Hakuna katika Qur'ani wala katika hadithi zake, hamna. Mtume anatukanwa kwa sababu yupo katika haki, alikuwa hasikilizi hayo yote na wala hakuwa anawajibu mimi sio mwenda wazimu wala mimi sio mwimba mashairi. Kwa hivyo soma, sababu haya lengo letu ni sisi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika daraja za juu mno. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, laysa darajat. Ikiwa يوم القيامة watu wataingia peponi, basi wale waliobeba elimu watakuwa na daraja za juu mno. Tuko hapa sio kwa bahati mbaya, tuko hapa kwa kuwa tumependa.